Karibu tena mwanamichezo mwenzangu katika chaneli yako hii pendwa kabisa ambayo inakupa dondoo mbalimbali za kimichezo, kuendelea kufahamu kinachojiri katika upande wa anga za kimichezo. Bwana, siku ya leo kikosi cha wananchi Young African Sports Club kimeshuka dimbani katika viunga vya mkoani Arusha katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid kuvana na klabu ya soka ya TRA United, ambapo katika mchezo huo klabu ya soka Young African Sports Club iliweza kutoshana nguvu na klabu ya soka ya TRA, huku katika vipindi vyote viwili vikitoka sare ya bila, na dakika 90 za mchezo huo zimeweza kumalizika wakigawana pointi moja, timu zote zikiwa hazijaona lango la mwenzake. Klabu ya soka Young African Sports Club imekuwa ni mchezo wake wa pili katika ligi kuu NBC Tanzania bara kutoka sare baada ya mchezo uliotangulia dhidi ya klabu ya soka ya Azam Football Club, mchezo ambao ulikuwa ni dabi ya Dar es Salaam uliopigwa katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, kutoka sare ya bila na kugawana pointi na matajiri wa jiji la Dar es Salaam, Azam Football Club. Mchezo wa hii leo Young African Sports Club dhidi ya TRA United umeweza kuonekana upungufu wa wachezaji ambao wamekosekana katika kikosi cha hii leo, ambapo timu hiyo iliweza kutangaza mapema kuwakosa wachezaji hao kutokana na majeraha mbalimbali katika fitness yao. Baadhi ya wachezaji ambao walikosekana katika mchezo wa siku ya leo ni pamoja na mchezaji Ibrahim Abdullah Baka, amepata jeraha la nyonga na atakuwa nje ya uwanja kwa kipindi cha wiki 3. Laulindo Aurelio Dilson Depu amepata jeraha la nyama za paja na atakuwa nje ya uwanja kwa kipindi cha wiki 2. Mchezaji Chandra Boka amepata jeraha la enka ya mguu wa kushoto na atakuwa nje ya uwanja kwa kipindi cha wiki 2. Na mchezaji Edmund John amepata jeraha la bega na atakuwa nje ya uwanja kwa kipindi cha wiki 2. Licha ya kuwa kikosi cha wananchi Young African Sports Club hii leo kilikuwa kimekamilika, kikiwa miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wakiunda kikosi cha leo ni striker wa muda wote Pacome Zouzoua na Mohamed Hussein Shabalala, pia golini akisimama Djigui Diarra, lakini walishindwa kupata matokeo kutokana na kikosi hicho wakiwakosa wachezaji ambao kwa sasa wako katika uangalizi wa madaktari kutokana na majeraha katika maeneo mbalimbali ya viungo vyao. Mashabiki wakisema performance ya mchezo wa leo wa klabu ya soka ya Yanga haikuwa ya kuridhisha sana, huku pia ikikosa hata shoot on target, shuti ambalo limelenga lango moja kwa moja. Kwa upande wa klabu ya soka ya TRA United iliweza kupata shoot on target 2 katika mchezo wa leo. Young African Sports Club imeweza tena kuokota alama 1 katika mchezo wa leo na kujiongezea pointi katika msimamo wa ligi, akiendelea kushika namba 1 akiwa na pointi 37. Na kwa upande wa TRA United akiwa katika nafasi ya 10 ana pointi 20. Huku katika timu top 5 zinazoongoza msimamo wa ligi katika ligi kuu NBC Tanzania bara katika msimu huu wa mwaka 2026 ni pamoja na klabu ya soka ya Young African Sports Club akiwa kileleni akiongoza akiwa na pointi 37. Namba 2 ni Azam Football Club akiwa na pointi 28. Namba 3 ni JKT Tanzania akiwa na pointi 28. Namba 4 ni klabu ya soka ya Simba Sports Club akiwa na pointi 27. Namba 5 ni klabu ya soka ya Singida Black Stars akiwa na pointi 25. Huku katika vilabu ambavyo vipo katika top 5 hapo kesho pia katika mchezo wa ligi kuu NBC Tanzania bara vitashuka vilabu viwili. Klabu ya soka ya Simba Sports Club dhidi ya klabu ya soka ya Pamba Jiji FC vitashuka dimbani majira ya saa 10 jioni katika uwanja wa CCM Kirumba Stadium Mwanza. Na timu nyingine ni Azam Football Club atashuka dimbani akizichapa dhidi ya klabu ya soka ya Mashujaa FC katika uwanja wa Lake Tanganyika mkoani Mwanza majira ya saa 10 jioni. Michezo hiyo miwili ambayo itachezwa katika mkoa mmoja muda mmoja. Bwana, endelea kufuatilia Manyuzi TV kwa kupata updates mbalimbali za kimichezo kutoka hapa. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uendelee kupata content ambazo zinahusiana na masuala ya michezo, teki, burudani pamoja na kufahamu masuala ya kijamii. Tukutane tena hapo baadaye.